Hali ya wasiwasi na taharuki vimetanda katika mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mapigano kati ya waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda dhidi ya jeshi la Kongo linalosaidiwa na jeshi la Burundi na wapiganaji wa kujitolea wa kundi la Wazalendo. Hadi asubuhi ya leo waasi wa M23 hawakuwa wameingia Uvira licha ya kwamba idadi kubwa wanajeshi wa FARDC kuonekana ikiondoka mjini humo. Kupitia simu yake ya mkononi, Jean Lus, mkazi wa Uvira aliyekuwa akitembea mitaani, aliwahakikishia wananchi wenzake kwamba hadi asubuhi wapiganaji wa M23 bado hawajafika mjini. Baada ya usiku wenye taharuki uliosheheni milio ya risasi na visa vya uporaji, Patrick pia aliamka na kujitokeza barabarani ili kujionea hali halisi. Hadi usiku wa manane, taarifa zisizohakikiwa zilienea kwenye mitandao ya kijamii kwamba M23 tayari wameingia Uvira. Hata hivyo, vyanzo vya usalama vya FARDC vilikanusha, ingawa wanajeshi kadhaa na wapiganaji wa Wazalendo walionekana Jumanne wakielekea kijiji cha Makobola kusini mwa Uvira na wengine wakijaribu kusafiri kuelekea Kalemie. Jeshi la Kongo linasisitiza kuwa linaendelea kuwapo Uvira. Mashahidi hata hivyo wanadai kuwa waasi wa M23 wako karibu mno na jiji hilo, wakisemekana kuonekana maeneo ya kati ya Kiliba na vitongoji vya karibu na Uvira. Ikumbukwe kwamba wakati wa kutekwa kwa maeneo yenye wakazi wengi kama Sake na Bukavu mapema mwaka huu, wanajeshi wa Kongo na Wazalendo walijiondoa kabla M23 kuingia, jambo lililozua sintofahamu kubwa. Mji wa Uvira una umuhimu wa kipekee ukitazamana kabisa na mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Hii ikimaanisha kuwa kuanguka kwa Uvira mkononi mwa M23 kuna uweka katika mashaka makubwa usalama wa Burundi. Katika taarifa iliyotolewa leo asubuhi, Rwanda imeshutumu majeshi ya Kongo na Burundi kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano ya Washington, ikisema hali hiyo inaendeleza mateso ya wakazi wa mashariki mwa Kongo na kuibua tishio la usalama katika mpaka wake wa magharibi.